Mungu ni mwema, aliyetupa nafasi tena katika siku ya leo. Ni wakati mwingine tena tumekutana, naendelea na somo linalosema tukiongozwa na Roho hatupo chini ya sheria. Na maandiko yanayotuongoza ni katika Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 18. Tukiongozwa na Roho hatupo chini ya sheria. Narudia tena kusema maana ya kichwa cha habari hiki kinachosema tukiongozwa na Roho hatuko chini ya sheria haina maana kwamba tunaishi kwa kujitakia au bila kufuata utaratibu, hapana. Lakini hatuongozwi na sheria wala tunamuogopa yeye aliyetoa sheria. Huyo ndo mkuu kwetu, maana kuna mkuu kuliko sheria. Kuna watu wanaheshimu sheria zaidi kuliko yeye aliyetoa sheria. Sasa ukisoma somo hili au ukifuatilia somo hili utagundua kwamba hautaki kuiogopa sheria kuliko yeye aliyeitoa sheria. Somo lililopita pia tuliongelea mapungufu ambayo Yesu alikuja kuyatimiza, mapungufu ambayo yalikuwa ndani ya Torati ambayo yalimfanya Yesu aje afanye agano jipya na sisi. Lakini tukaongelea upungufu tulioongelea katika somo lililopita. Tuliongelea kwamba sheria ilikuwa inamhesabia mtu haki kwa ushahidi wa kibinadamu, inamhesabia haki au kosa kwa ushahidi wa kibinadamu. Tukaongea mambo mengi sana. Tukaona kwamba kupitia sheria hiyo hakukuwa na haki iliyo kamili mbele za Mungu, kwa sababu mtu ambaye hajaonekana alikuwa anaonekana ni mwenye haki. Hata kama amefanya ubovu lakini hajaonekana, alikuwa anaonekana ni mwenye haki. Lakini kwa siku ya leo naomba tuongelee kuhusu udhaifu mwingine ambao ulipatikana katika sheria, uliokuwepo katika Torati ambao ulimfanya Yesu aje kutimiza. Torati ilivitaja baadhi ya viumbe kuwa najisi. Torati ilivitaja baadhi ya viumbe kuwa najisi. Ukisoma katika Mambo ya Walawi sura ya 11 yote, kasome yote, utaona pale orodha ya viumbe wengi wanaotakiwa kuliwa na viumbe wasiotakiwa kuliwa. Lakini hiyo ilikuwa ni kwa mujibu wa Torati. Kuna baadhi ya wanyama pale ambao wametajwa pale kwa mujibu wa Torati hawakutakiwa kuliwa. Kwa mfano kuna nguruwe ametajwa kuwa najisi, na kuna baadhi ya watu ambao bado hawali kwa mujibu wa Torati. Lakini pia sungura amekatazwa kuliwa kwa mujibu wa Torati. Na kuna watu pia mpaka leo hawali sungura kwa mujibu wa Torati. Lakini pia kuna kambale hawaruhusiwi kuliwa, na baadhi ya wanyama wengi wametajwa kama ngamia, wote hao hawataki kuliwa. Na sifa za mnyama anayetakiwa kuliwa, ukisoma hiyo Mambo ya Walawi, kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 11, utaona kwamba kwa wanyama wenye miguu minne wanaonyonyesha na kuzaa, kuna sifa za wanyama wanaotakiwa kuliwa. Itakiwa mnyama anayetakiwa kuliwa alikuwa ana sifa 3. Hizo sifa 3 isipungue sifa hata moja. Sifa ya kwanza ya mnyama mwenye miguu minne anayetakiwa kuliwa, itakiwa awe na kwato. Na ndio maana sungura haliwi kwa sababu hana kwato kwa mujibu wa Torati. Sungura hakutakiwa kuliwa kwa sababu hana kwato. Hiyo ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili, ilitakiwa kwato zake zipasuliwe katikati. Kwato isipopasuliwa katikati, huyo mnyama hakutakiwa kuliwa. Lakini sifa nyingine ya 3, awe anacheua. Mnyama yeyote akikosa sifa mojawapo kati ya sifa hizo 3, kucheua, kwato iliyopasuliwa katikati, alikuwa ni najisi, hakutakiwa kuliwa kwa mujibu wa Torati. Lakini kwa wale wanyama wanaoishi katika maji, itakiwa mnyama lazima awe na magamba,
na awe na mapezi. Kwa kambale kwa mujibu wa Torati hakutakiwa kuliwa kwa sababu hana mapezi, hana magamba. Kwa hiyo hakutakiwa kuliwa, alikuwa ni najisi kwa mujibu wa Torati. Na lakini na wanyama wengi wametajwa, kuna ndege wengi pia wametajwa kwamba hawatakiwi kuliwa. Kwa mfano ndege waliotajwa ni kama bundi, wengi hawali, mwewe, tai, au wametajwa kwamba sio wanyama ambao wanafaa kuliwa. Ila hiyo ilikuwa ni kwa mujibu wa Torati. Kwa mujibu wa Torati. Lakini ukija katika Agano Jipya ambalo ni agano la Bwana wetu Yesu Kristo, ambalo Mungu aliliahidi, tuliona katika kitabu cha Yeremia sura ya 31 na kuanzia mstari wa 31. Mungu aliwaahidi wana Israeli waliokuwa wanatumia Torati kwamba kuna wakati unakuja ambapo ataagana na watu wake kwa agano jipya. Na ili agano jipya ndo agano ambalo Mungu ameagana na sisi kama alivyoahidi. Alivyoahidi katika kitabu hicho cha Yeremia sura ya 31 na mstari wa 31 mpaka wa 34. Na moja ya makosa yaliyoonekana katika Torati ambayo yakamfanya Yesu aje kuitimiza Torati na manabii, ilikuwa miongoni mwao ilikuwa ni kutaja viumbe kuwa najisi. Na Yesu alivyokuja alitimizaje? Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 15 na mstari kuanzia mstari wa 11, Mathayo sura ya 15 kuanzia mstari wa 11, Yesu anafafanua pale. Anaongea kauli moja pale ambayo hiyo inaweza ikaja ikaunganishwa na somo hili, kwamba ukaona ni namna gani viumbe kutaja kuwa najisi, viumbe wa Mungu kutaja kuwa najisi ilikuwa ni sehemu ya mapungufu ya Torati ambayo yaliifanya Torati ishindwe kutuongoza kwa wakati huu na kumfanya Mungu aagane na sisi upya agano jipya. Ukisoma katika Mathayo sura ya 15 mstari wa 11 na kuendelea mpaka mstari wa 19, Biblia inasema kinachomwingia mtu hakimtii unajisi kwa sababu hakipiti moyoni. Sasa hapo mnaweza mkanielewa vibaya. Kinachomwingia mtu hakimtii unajisi. Hapo usije ukahitaja pombe. Ili usije ukasema na pombe nayo pia sio najisi kwa sababu inamwingia mtu kupitia kinywani. Na naomba tusome pia katika Warumi sura ya 14 na mstari wa 14. Warumi sura ya 14 na mstari wa 14. Ukisoma katika hiyo Warumi sura ya 14 na mstari wa 14, inasema kila kitu kilicho katika asili yake, yani hakuna kitu kilichoumbwa na Mungu katika asili yake kinachoweza kuwa najisi, isipokuwa vile vilivyotengenezwa na wanadamu vinaweza kuwa najisi. Lakini vile vilivyoumbwa na Mungu katika asili yake hakuna kilicho najisi. Kwa hiyo pombe ni najisi kwa sababu pombe imetengenezwa na mwanadamu. Nazungumzia vile vitu ambavyo vimeumbwa na Mungu katika asili yake. Hakuna kitu kinachoweza kikamwingia mtu kinywani kikamtia unajisi kikiwa kama kilivyoumbwa na Mungu. Hamna. Kwa hiyo viumbe wote walioumbwa na Mungu kwa mujibu wa agano jipya sio najisi. Ndio maana ukisoma Timotheo wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 4, asema kila kiumbe cha Mungu ni kizuri wala hakuna cha kukataliwa, maana vimetakaswa kwa neno la Mungu. Kwa viumbe wote wametakaswa kwa neno la Mungu. Lakini pia ukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 15 kuanzia mstari wa 9, Matendo ya Mitume sura ya 15 kuanzia mstari wa 9, utamwona Petro ambaye naye pia alikuwa na wazo kama hilo kwamba kuna viumbe ni najisi, lakini Mungu akamwambia hakuna kitu ambacho Mungu amekiumba ambacho kinaweza kikawa najisi kikiwa katika asili yake. Kwa huo ni moja ya udhaifu ambao Yesu alikuja kuutimiza. Katika agano jipya hakuna kiumbe kilicho najisi. Unaruhusiwa kula kitu chochote ambacho tunaona kinakufaa wewe pasipo mashaka.